Hujambo ndugu mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo inakuendea vyema na karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Kilobi. Rais Uhuru Kenyatta hatimaye amempa likizo ya lazima jaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi na kuteua jopo la watu 7 kuanzisha uchunguzi wa madai ya ulaji mlungula. Kwenye taarifa rasmi kutoka idara ya habari za rais, amesema kwamba hatua hiyo imetokana na hitaji la kutii katiba licha ya kuwa Tunoi tayari ana kesi mbele ya mahakama ya rufaa. Ni hapo jana tu ambapo ikulu ilituma waraka rasmi uliosainiwa na msimamizi wa shughuli za rais ambaye pia ni mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, ukisema kwamba wakati huu si vyema kuteua jopo la kumchunguza jaji Tunoi kwa kuwa anasubiri uamuzi wa mahakama kuhusu iwapo ataendelea kuhudumu. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuletea zaidi katika taarifa zetu za habari zitakazofuatia. Na mshukiwa wa mauaji ya makahaba katika mji wa Nakuru hatimaye amenaswa. Kibet Kiprop mwenye umri wa miaka 28 alikamatwa katika hospitali kuu ya kaunti ya North Rift ama ya Nakuru Rift Valley General alikokuwa amelazwa kwa siku 3. Yadaiwa mshukiwa alilazwa hospitalini akiwa na majeraha ya visu mgongoni baada ya kushambuliwa na umma katika jaribio la wizi wa pikipiki. Kiprop anatuhumiwa kwa mauaji ya Grace Wangare aliyepatikana amefariki katika hoteli ya Tumaini mnamo tarehe 8 Januari. Madaktari katika hospitali walitoa taarifa ya uwepo wa mshukiwa kwa polisi, na baada ya uchunguzi wa picha za kamera za CCTV ilibainika kuwa Kiprop ndiye aliyetekeleza mauaji ya Wangare. Wangare alipatikana akiwa amefariki akiwa na majeraha shingoni, ishara kuwa alinyongwa. Kiprop ni mshukiwa ambaye amekuwa kisakwa na polisi na yadaiwa alikuwa mafichoni Isinya. Baada ya kuhojiwa, Kiprop atafikishwa mahakamani ili kujibu mashtaka ya mauaji. Zaidi makahaba 10 wameuawa mjini Nakuru tangu mwaka uliopita, kisa ambacho kimezua wasiwasi mkubwa mjini humo. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, naibu wa rais William Ruto ameitaka ofisi ya mkuu wa polisi ichukue hatua madhubuti ya haraka dhidi ya rubani aliyenaswa kwenye video iliyosambaa mtandaoni akimpiga na kumsukuma afisa wa polisi baada ya kumhusisha naibu wa rais katika eneo la Ndungu Njeru, kaunti ya Nyandarua. Hanajiri baada ya polisi ama mkuu wa polisi Joseph Boynet kuagiza kukamatwa mara moja kwa rubani huyo mapema hii leo. Tukio hili limezua mdahalo mkubwa katika mtandao wa kijamii, huku wengi wa Wakenya wakionekana kutamaushwa na jinsi rubani huyo ambaye alivyomtendea afisa wa polisi wa kike. Vile vile kampuni iliyompa leseni rubani huyo kupitia barua rasmi imedai kumsimamisha kazi bwana huyo. Na mtazamaji, mshukiwa mkuu katika kesi ya ubadhirifu wa fedha katika idara ya NYS Josephine Kabura Irungu mapema hii leo amefika katika tume ya kupambana na ufisadi EACC. Kafura aliyedaiwa kuhusika katika sakata ya kupotea kwa shilingi milioni 791 kwenye mpango wa kuimarisha NYS alifika katika makao makuu ya EACC kwenye jumba la Integrity akiandamana na wakili wake Dennis Mosota. Hapo jana waziri wa zamani Anne Waiguru pia alihojiwa na maafisa wa EACC kufuatia hati ya kiapo iliyotolewa na Josephine Kafura. Aidha, hadi kwenda mitamboni Josephine Kafura alikuwa bado anahojiwa. Na mtazamaji, tuelekee katika eneo la Malindi tuangazie kampeni ambazo zinaendelea huko, ambapo naibu wa rais William Ruto hii leo ameelekeza kampeni za Jubilee katika kaunti ya Malindi kumpigia debe mgombeaji wa chama cha JAP kwenye uchaguzi mdogo eneo bunge la Malindi. Kwenye kampeni zake, Ruto ametangaza kurejeshwa kazini kwa aliyekuwa mkuu wa shirika la mafuta nchini Sumaya Athman. Hamza Yusuf yupo Malindi na kwa sasa anaungana nasi kwa njia ya simu ili tupate zaidi. Hamza, iwapo unanipata, tueleze basi jinsi hali ilivyo huko Malindi.
njia iliyo safi kabisa. Na ni kwamba hali ya kampeni inaendelea kuchacha katika eneo hili la Malindi, huku viongozi kutoka huku wanasiasa kutoka chama cha CORD na pia Jubilee wakieneza injili ya siasa ili kuweza kueneza umaarufu wao wa siasa katika eneo hili. Kumekuwa na mkutano wa wana CORD muda mfupi uliopita. Na mtazamaji, tunaonekana tumempoteza mwanahabari wetu Hamza Yusuf, na tutakapompata basi tutaweza kurejea kwako ili tupate kukupa zaidi kuhusiana na jinsi hali ilivyo huko Malindi na jinsi wakazi wa eneo hilo walivyopokea hatua ya kurejeshwa kazini kwa mkurugenzi wa kampuni ya mafuta. Na basi mtazamaji, kwa raia wengi wa Afrika Mashariki na hasa wa Kenya, ulaji utumbo wa kuku, kichwa na miguu yake ni swala la kuibua maswali mengi. Lakini mjini Dar es Salaam, utumbo wa kuku na sehemu nyingine za mwili wa kuku ambazo hutupwa ni vitoweo ambavyo vinaenziwa sana katika eneo hilo. Na mwanahabari wetu Rajab Hassan anaarifu akiwa Dar es Salaam. Ni asubuhi katika soko la Shekilango mjini Dar es Salaam. Kuku huuzwa hapa baada ya kuchakatwa. Hakuna kinachotupwa. Manyoya yataliwa na nguruwe. Vichwa, miguu na utumbo vina thamani yake ya pekee. Jioni hii katika mtaa wa Manzese, Mama Khadija Shaban Jongo yu katika pilika. Hutumia muda mfupi kuandaa kitoweo hiki cha aina yake. Kwanza kwa kuchemsha ili kupata supu, na baadaye kukaanga kwa mafuta, na anasema ni shughuli yake ya muda mrefu. Mama yangu alinifundisha biashara hii nikiwa mdogo. Mpaka dakika hii, mpaka na familia zangu na mimi nipo kazi yangu hii ya miguu ya kuku. Ina maana mpaka dakika hii nishajua kwamba kazi yangu inanipa mafanikio yangu. Chochote ninachokitaka nakipata kwa ajili ya kazi yangu hii. Husaidiana na wanae kuandaa vitakavyoongeza ladha ya kitoweo hiki. Tayari kitoweo kipo tayari kuuzwa kwa wateja, na kipande kimoja cha nyama ni karibia shilingi 10 ya Kenya. Na Mama Khadija anajivunia biashara yake. Mwingine kama hivi akikukuta unachezea moshi, unachezea mavi ya kuku, anakudharau, lakini ajui yeye maisha yake yeye na mimi saa nyingine tofauti. Bora hata mimi ninaochezea mavi ya kuku, nanyonyoa miguu, napata 200 ya kula kuliko hata yeye anaonidharau mimi. Anaweza akakaa uchochoroni anaenda kujiuza mwili wake tofauti na mimi, aweza kanifananisha. Katika baadhi ya maeneo viungo hivi vya kuku huwa vinatupwa na havina kazi kabisa, lakini hapa mjini Dar es Salaam ni chakula kizuri na kinapendwa kweli kweli. Ladha yake ni sawia na ni nzuri. Ali ugali unakula nao madi ukijisikia hivi hapo, kupata na mchuzi kama kawaida, vindimdim nini vingi fresh tu. Miguu ya kuku yani chakula kama chakula kingine, yani jinsi unavyokula kwamba unaweza ukatumia miguu ya kuku kama mboga, ukatengeza mchuzi, ukalia ugali, au ukaamua miguu ya kuku ukakaanga ukala hivyo hivyo. Wanaonunua miguu, vichwa na utumbo wa kuku ni watu wa rika zote, japo wengi wao ni walio na kipato kidogo, na ni shughuli inayofanywa kwa wingi siku hizi, huku wanunuzi nao wakiongezeka. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Na mtazamaji, hata kule nitokako, kichwa, miguu na kadhalika, utumbo wa kuku vile vile ni kitoweo cha hali ya juu. Basi mtazamaji, tunakomea hapo kwa taarifa za mbiu ya KTN. Ungana nami kwenye KTN News tuendelee na taarifa za leo mashinani. Jina langu ni Mary Kilobi.